Sana. Amen. Ni wakati mzuri tena ambao Mungu ametupatia neema na nafasi kuwa kwenye madhabahu hii ya sauti ya ukombozi kwa watu wote kupitia studio ya Freedom. Na nikukaribishe kila mmoja kupitia simu yako, kupitia kishikwambi chako, unaweza ukawa pamoja na sisi kwenye injili ya kiganjani. Kwa hiyo tuna ujumbe tena ambao Mungu ametupatia tuweze kusema na wewe popote ulipo, ukiwa unatufuatilia, ukiwa kwenye nchi yoyote, ukiwa kwenye taifa lolote, ukiwa kwenye mkoa wowote, ukiwa kwenye wilaya yoyote, unatupata kabisa kupitia mitandao yote ya kijamii. Tunapatikana hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Title yangu leo inasema uponyaji wa moyo uliovunjika. Uponyaji wa moyo uliovunjika. Biblia inaeleza wazi kwa habari ya moyo unaweza kuvunjika. Na mimi nakueletea ujumbe unaosema uponyaji wa moyo uliovunjika. Kwa moyo unaweza kuvunjika. Nianze kwa kusoma andiko. Na wakati huu utakapokuwa tutazama, unaweza kukaribisha na wengine, ukashare ujumbe huu ukawafikia watu mbalimbali, ili neema hii unaoipata wewe wapate na wengine. Haleluya. Kwenye kile kitabu cha Isaya, Isaya sura ya 61 na ule mstari wake wa kwanza, Biblia inasema, Roho wa Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu hili ni neno linapatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 61, ambapo maneno haya Yesu alikuja kuyarudia kwenye kitabu kile cha Luka mtakatifu. Utaona kwenye ile sura ya 4 Yesu alikuja kuyarudia maneno haya akisema, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, maana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Kwa hiyo Mungu aliona kuna watu ambao mioyo yao inakuwa imevunjika. Aliona Mungu kwamba kuna watu ambao mioyo yao inakuwa imevunjika, na akamtuma Yesu Kristo kwa kumtia mafuta aje kuwaganga. Kuwaganga ni kuwatibu, ni kuwahudumia ili mioyo yao irudi kwenye hali yake, kwa sababu ilikuwa imevunjika. Na kwa nini mioyo inakuwa inavunjika? Kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha mioyo ya watu iwe imevunjika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko sababu nyingi zinazosababisha moyo wa mtu ukawa umevunjika. Na watu wengi sasa hivi wanaishi mioyo yao ikiwa imeshavunjika. Inavunjika kwa namna gani? Moyo unavunjika kulingana na mambo ambayo mtu anayasikia. Moyo unavunjika kulingana na mambo ambayo mtu anayapitia. Moyo unavunjika kwa maana ya mambo mengi ambayo yanamsibu mtu, yanaweza kusababisha moyo wa mtu kuvunjika. Na tunaposema moyo kuvunjika, moyo unaweza kuvunjika wa mtu kuhusiana na jambo fulani. Moyo wa mtu unaweza kuvunjika kuhusiana na kazi aliyokuwa anafanya, ilikuwa inampa faida, sasa haimpi faida, moyo wake unavunjika kuendelea na hiyo kazi. Moyo wa mtu unaweza kuvunjika kwa sababu ya ndoa alionayo, alikuwa anapata amani na raha kwenye hiyo ndoa, apati raha tena, apati amani tena. Kwa moyo unavunjika kuendelea na shughuli fulani ambayo ulikuwa unaifanya, ambayo mwanzo pengine ilikuwa inakupa faida, hauioni faida tena, unashindwa kuendelea. Lakini niko hapa studio kuzungumza na wewe ili kwamba mahali umekwama kuendelea, neema ya Mungu ikusaidie kusogea mbele. Moyo wako ukipona, unaweza kuendelea tena kwenye ndoa. Moyo wako ukipona, unaweza kuendelea tena kwenye biashara.
Moyo wako ukipona, unaweza kuendelea tena kwenye hiyo kazi. Moyo wako ukipona, unaweza kuendelea tena kwenye mahusiano. Kuna watu wamevunjika moyo baada ya kuingia kwenye mahusiano ya kufika mwisho, kwa wanaogopa tena kuingia kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano yao yalivunjika kwenye kipindi ambacho wao hawakutarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mioyo yao inakuwa inazungumza kwamba siwezi kuanza tena, siwezi kuendelea tena, siwezi kujaribu tena. Kwa nini? Walijaribu kufanya, walikwama, wakabakia na vidonda ndani ya mioyo yao, na mioyo yao ikawa imevunjika. Lakini kwa kusudi hili Mungu alimtuma Yesu Kristo aje kuwaganga watu waliovunjika mioyo. Na pengine ninapozungumza hapo, unaponisikiliza kwenye simu yako, unaponisikiliza kwenye tablet yako, pengine moyo wako una majeraha, moyo wako umeshavunjika, moyo wako hauna amani ya kuendelea tena. Nataka nikwambie, Yesu yupo kukuganga moyo uweze kuendelea mahali ulipoishia. Unaweza kuendelea tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha moyo kuvunjika. Moyo hauvunjiki hivi hivi tu, kuna vitu mbalimbali. Lakini kitu ambacho tunapaswa kuelewa na kutambua ni kwamba Mungu alipouumba moyo wa mwanadamu, kuna vitu ambavyo Mungu aliuwekea moyo unakuwa na uwezo wa kuvibeba, na kuna vitu moyo wa mwanadamu hauwezi kuvibeba. Na moyo wa mwanadamu unapobeba vitu ambavyo hauna uwezo wa kuvibeba, moyo wa mwanadamu unalemewa, hatimaye unavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa mwanadamu unalemewa na huo mzigo, na ukishalemewa unashindwa kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapo watu ambao wamebeba mizigo ambayo Mungu akuumbia moyo ubebe. Umebeba mzigo ambao unazidi kilo za moyo wako. Umebeba mambo mengi ambayo yanazidi kilo za ambazo moyo umetengenezewa ubebe. Kwa moyo unaelemewa, na ukishaelemewa wewe unakuwa ni mtu ambaye hauna amani, hauna furaha, hauna matumaini, hauna namna ya kuendelea, kwa sababu moyo wako umeubebesha mizigo mingi. Na unaponisikiliza saa hii, nimeomba kwa ajili yako. Ukiwa unanisikia wakati unaendelea kunisikiliza, Mungu aendelee kutoa mizigo ambayo umeibeba ndani ya moyo wako. Mungu aendelee kukuondolea mambo ambayo yanasababisha moyo wako ulemewe. Mungu aendelee kukuondolea vitu vinavyosababisha moyo wako uwe na maumivu. Mungu aendelee kukuendelea. Kama unanisikiliza kwa nia ya kupona na unanisikiliza kwa nia ya kujifunza, basi kuna kitu kio kinakuingia ndani wakati unanisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Zaburi, kitabu cha Zaburi sura ya 117, Zaburi ya 117, Zaburi ya 117, Biblia takatifu inasema ule mstari, Zaburi ya 117 Asante Yesu. Sole ni Zaburi ya 147. Zaburi ya 147. Shaka ya mtorobu sayam. Zaburi ya 147 na mstari wake wa 3. Biblia inasema, huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Hiyo ni Zaburi ya 147 mstari wa 3. Huwaponya waliopondeka moyo na kuwaganga jeraha zao. Kwa hiyo tunapata picha kwamba kwenye moyo wa mtu kunaweza kuwa na majeraha ambayo Mungu yeye anawaganga wenye majeraha moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawaganga wenye majeraha moyoni. Lakini nataka nikwambie kwamba
Mambo mazuri unayoona watu wako nayo yanaanzia ndani ya moyo. Vitu vizuri watu wako navyo vinaanzia ndani ya moyo. Biblia ikasema kwenye kile kitabu cha Mithali, sura ya 4, anasema linda sana moyo wako. Hebu nifungue hicho kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali, wacha nikifungue kabisa. Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Anasema linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo kwenye maisha yako. Kwa tunapozungumzia moyo, tunazungumzia kiini. Moyo ni kiini kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo ni injini. Kwa hiyo Biblia inapozungumza kwa habari ya kulinda moyo, maana yake kuliko vitu vyote. Kuna vitu watu wanalinda pesa zao, watu wanalinda miradi yao, watu wanalinda biashara walizonazo, lakini Biblia haisemi tulinde biashara. Biblia haisemi tulinde mali tulizonazo. Biblia inasema linda sana moyo wako. Kwa lugha nyingine, wachukue vitu vyote, wakuachie moyo wako ukiwa uko sawa. Na moyo kwa kuwa ni kama injini, maana yake moyo unaweza kusababisha, moyo ukiwa uko vizuri, moyo ukiwa na furaha, unaweza kutengeneza vitu vyote ambavyo vimepotea. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana kwenye moyo ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia haijasema tulinde miguu. Biblia inasema linda sana moyo. Biblia haijasema linda macho. Biblia inasema linda sana moyo. Kwenye moyo ndiko zinatoka chemichemi za uzima. Moyo ukiwa vibaya, moyo wako ukiwa umeharibika, ni ngumu sana kufikiri nini ufanye. Ni ngumu sana kufikiria na kuwaza ufanye mradi gani, ufanye jambo gani itakuingizia unakuwa na kazi ya kuumia ndani ya moyo, kwa sababu moyo una majeraha. Na ukumbuke, mpaka Biblia inasema ulinde sana moyo, maana yake ujaribu kuona, ili umwabudu Mungu katika uzuri, Mungu anahitaji ibada inayotoka ndani ya moyo wako. Sasa jaribu kuangalia kama Mungu anahitaji ibada inayotoka ndani ya moyo wako, alafu shetani ameshaweka majeraha kwenye moyo. Kwa ibada utakayompatia Mungu ni ile ibada ambayo ina vidonda, na kawaida ya Mungu huwa apokee ibada yenye vidonda. Mungu anakataza hata sadaka ambayo itakuwa ina majeraha isisogee madhabahuni. Kwa ukiwa una majeraha ndani ya moyo wako, maana yake hata kwenye madhabahu Mungu hawezi kupokea ibada yako, kwa sababu utakapokuwa unaabudu katika majeraha. Ndio maana Mungu anataka kukuganga moyo kwanza, ili unapompa ibada umpe ibada ambayo moyo wako uwe na furaha, moyo wako uwe na amani, moyo wako ukae katika hali ya kumtukuza Mungu. Sasa moyo ukiwa na vidonda, utakayozungumza mbele za Mungu utazungumza vidonda, utazungumza majeraha. Hata ukiwa unaomba, wakati wengine wanaomba, wewe ukiwa unaomba utakuwa unaomba majeraha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako una vidonda. Sasa ndio maana Biblia inasema kwenye vitu vya kulinda kwenye maisha yako, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo. Na tunapozungumza kulinda, tukizungumzia kulinda, unapoweka ulinzi, mfano unaweza ukaenda mfano kama benki pale, unakuta kuna watu wanalinda, alafu wameshika bunduki wanalinda benki pale, lakini unaona watu wanaingia, watu wanatoka, alafu wale polisi walioshika bunduki hawafanyi kitu, ila wako pale wanalinda. Kwa unapolinda moyo wako, kuna vitu wewe utaviruhusu viingie ndani ya moyo wako, na kuna vitu hautaviruhusu. Kwa polisi wanapokuwa pale, maana yake kuna aina ya watu wanawaruhusu waingie mle ndani, na kuna aina ya watu wakishawaona na kuatilia mashaka hawawaruhusu waingie mle ndani. Ndivyo ilivyo kwenye kulinda moyo wako. Maana yake kuna mambo utalinda yasiingie ndani ya moyo wako, kwa sababu yakishaingia ndani ya moyo wako yatatengeneza majeraha. Yakishaingia ndani ya moyo wako yatatengeneza maumivu. Kwa anasema linda sana, weka ulinzi, weka mabodigadi kuhusiana na moyo. Moyo, kwenye moyo wako ndiko ambako chemichemi ya uzima inatokea.
Sasa sehemu ambayo chemichemi ya uzima inatokea, kukichafuka, maana yake baadaye ya ile chemichemi ya uzima inatokea chemichemi ya mabaya, inatokea sumu, unatokea uharibifu. Yaani wewe, yanayokutoka ndani ya moyo yatakuwa ni mambo ambayo yanaweza kuathiri mpaka watu wengine. Utakao kuna yazungumza, moyo umeshachafuka, moyo umeshaharibika. Na ukitaka kupata faida kwenye moyo wako ni pale ambapo unajaza neno la Mungu ndani ya moyo. Ukijaza neno la Mungu ndani ya moyo, ukijaza mema ndani ya moyo, utazungumza mema. Ukijaza mazuri kwenye moyo wako, utatamka mazuri. Ukiweka uharibifu kwenye moyo wako, chochote utakachokwenda kizungumza kwako kitaonekana kiko sahihi, lakini kwa wengine ni kitu kibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya uponyaji wa moyo, tunazungumzia kumponya mtu, kumponya binadamu, kwa sababu ili akili za watu zirudi katika hali ya usawa, mambo hayo yanaanzia ndani ya mioyo yao. Moyo unapokuwa umeharibika, huyu mtu hawezi kufanya vitu vya maana. Moyo unapokuwa umeharibika, huyu mtu hawezi kuzungumza mambo ambayo yakaeleweka, kwa sababu moyo umeshachafuka, moyo umeharibika. Sasa ukisoma kwenye kitabu kile cha Waefeso, kitabu cha Waefeso ni Waefeso 4 hii. Efeso 4 na mstari wake wa 26. Mstari wa 26. Angalia kile Mungu anasema. Angalia lile neno linapozungumza. Anasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu bado haujaondoka. Neno nasema hasira muwe nazo ila msitende dhambi. Jua lisichwe, uchungu ungalimu mioyoni mwenu. Kwamba kwa muwe na hasira. Unaweza kuwa na hasira, ila mpaka jua linapokuja kuzama hasira yako hiyo imepotea. Unaona, anasema jua lisivuke, bado moyo wako unafanyeje? Una uchungu. Hapa amezungumzia uchungu, kwa sababu uchungu ndio kitu kibaya kinapokaa ndani ya moyo. Uchungu unapozidi kuulimbikiza ndani ya moyo, moyo huo siku moja utapasuka na kwambia. Yaani unalimbikiza, ndipo unaposhangaa kuna watu wanaibuka siku wameua mtu, kwa sababu amekuwa akilimbikiza uchungu, hasira. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hili anasema muwe na hasira, msitende dhambi, jua lisichwe, uchungu ungalimo moyoni mwenu. Unaweza kuwa na uchungu, ila namna ambavyo Mungu ameumba moyo wa mwanadamu, uchungu usivuke masaa mangapi? 12. Ukivuka masaa 12 uchungu, nini kinatokea? Maana yake umeubebesha moyo mzigo ambao haukuumbiwa. Sasa ukiubebesha moyo mzigo ambao hukuumbiwa, ukumbuke uchungu ulionao leo, kuna uchungu mwingine utaupata kesho na uongezea pale. Unakuja kufanyaje? Unakuja kuharibikiwa. Ndio maana andiko likasema, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zinakotoka chemichemi za nini? Za uzima. Kwa moyo unatakiwa kulindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadiri ambavyo unatunza vitu, unatunza uchungu, ndivyo ambavyo unazidi kuathirika ndani ya moyo wako. Hakuna vitu vipya vitaingia ndani yako, kwa sababu tayari umeshaweka ukuta. Wewe umeshapokea mabaya tu, umepokea mabaya tu. Lakini ili uweze kupona kwenye moyo uliovunjika,
ambao unakuwa ni moyo wenye majeraha. Nimekwambia kwenye Biblia haikuruhusiwa kutoa sadaka ya ng'ombe ambaye ana vidonda. Sasa kama Biblia haikuruhusu ng'ombe atolewe sadaka mwenye vidonda au sadaka ambaye amechubuka, sasa inakueje wewe utoe ibada ya kutoka kwenye moyo wenye vidonda? Haiwezekani. Kwa lazima upone. Ndio maana ukija, Mungu anataka kukuganga moyo ili aipate ibada fresh kutoka ndani ya moyo wako. Sasa hawezi kupata ibada fresh ikiwa moyo wako umejeruhiwa. Na ngoja nikwambie kitu, watu ambao wana majeraha ndani ya mioyo yao huwa hawajui kuwa wana majeraha. Kuna mtu anaweza kuja kwako akawa analalamika, ukimwambia unalalamika, anasema mimi silalamiki, mbona nazungumza? Lakini wewe unaona yuko analalamika. Kwa nini? Ndani ana majeraha. Mtu mwenye majeraha anaweza kuwa anaongea, yeye anaona anaongea, kumbe yuko analalamika. Kwa upo uwezekano wa mtu huyu mwenye majeraha moyoni mwake akawa mbele za Mungu anajua anaomba, kumbe yuko analalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo inakuwa sio ibada. Mungu hahitaji ibada za malalamiko. Mungu anahitaji ibada safi ya kutoka kwenye moyo safi. Kwa lazima ukubali. Sasa ili upone majeraha yaliyopo ndani ya moyo wako, cha kwanza unatakiwa kujua kwamba wewe una majeraha moyoni. Ujue, yani uelewe kwamba mimi kwa kweli nimeshajeruhiwa. Lakini cha pili, uwe tayari kupokea uponyaji. Yani kama kuna mtu anakusahihisha, uwe tayari kukubali kusaidika. Sasa kuna watu ambao hawawezi kusaidika. Unajua kabisa huyu ana tatizo, lakini ukimgusa tu, ukimwambia wewe mbona unalalamika? Ninalalamika ni kitu gani? Ninalalamika saa ngapi? Baba anaendelea kufanyaje? Kulalamika na ajui. Kwa sababu ndani yake kuna majeraha, ndani yake kuna vidonda. Kwa ile zungumza ya kawaida watu wengine wanazungumza, yeye huwa azungumzi, analalamika. Na ukimwambia analalamika, anazidi kufanyaje? Kulalamika. Sasa kinachokuwa kinaongea ni yale majeraha yaliyo ndani ya moyo wake. Sasa ili apone, nimesema kitu cha kwanza, ili apone akubali kwamba anayo majeraha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini awe tayari kupona. Kwa sababu kuna mtu yuko na majeraha na hataki kupona majeraha alionayo. Anakwambia mimi ndo nilivyo. Mimi ndo tabia yangu. Ambia hiyo tabia sio nzuri. Mimi ndo nilivyo, sasa nifanye ndo nilivyo. Nifanyeje sasa mimi ndo nilivyo? Inawezekana kama kwenye maisha yako kuna kitu ambacho hakipendezi, kuna kitu ambacho hakiwapendezi wengine, upo uwezekano wa kubadilika. Na ndio maana wokovu ni mabadiliko. Ukishaokoka, kubali kubadilika. Neno linaposema hivi, kubali kwenda na neno. Sasa ukisema mimi ndio hivi, siwezi kubadilika, yani mimi ndio asili yangu. Toka kwenye hiyo asili ambayo sio namna nzuri. Njoo kwenye namna nzuri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona haya ni majeraha watu wanakuwa nayo. Na akubali kupona. Mtu aliye na tatizo, alafu ajui kuwa ana tatizo, hilo ni tatizo lingine. Yaani mtu akiwa na tatizo, kwa sababu mtu aliye na tatizo na akajijua ana tatizo, atakuwa yuko tayari kupona tatizo alilonalo. Lakini mtu ambaye ana tatizo, ajui kuwa ana tatizo, ni ngumu sana kupata uponyaji. Kwa sababu hata ukimwambia wewe una shida, yaani mimi nina shida tena, kwa ni ngumu sana kufanyaje? Kupona. Lakini sikiza nikwambie, Yesu alijua kuna watu mioyo yao imevunjika. Na Yesu alikuja awagange waliovunjika moyo. Na pengine unanisikiliza, moyo wako umevunjika. Unasema siwezi kuingia tena kwenye mahusiano, nimeumizwa sana. Ndio nimekuja kwako wewe ambaye umeumia. Pengine umeumizwa kwenye biashara, unasema siwezi kufanya biashara tena, nimekuja
ili kukuganga huo moyo ambao huwezi kuendelea, uendelee tena. Moyo usioweza kusonga, usonge tena. Neema ya Mungu ikufikie pale ulipo, uliyekwama, hauwezi kuendelea mbele. Mungu akupe namna ya kuendelea mbele. Mungu akupe namna ya kusogea mbele. Ukikubali, kama utakubali, Mungu akuhudumie. Kama utakubali Mungu akuhudumie, unaponisikia unaweza kutoa mzigo uliopo ndani yako. Unaweza kuachilia vitu ambavyo vimekaa ndani ya moyo wako kwa muda mrefu. Unaweza kumwambia Mungu, nataka nianze upya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka, achilieni nanyi mtaachiliwa. Sasa kuna vitu ambavyo unaweza kuwa umevishikilia ndani ya moyo, hautaki kuviachia, vitakuua. Utashindwa kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo. Ndani ya moyo, ndugu zangu, ndimo unatoka uzima. Unajua, mtu mwenye maumivu ndani ya moyo, maamuzi yake yanakuwa hayako sahihi. Yaani mtu ambaye ana majeraha ndani ya moyo huwa hana kufikiria. Yaani anaamua vitu pasipo kufikiria. Anatenda vitu pasipo kufikiria. Anafanya vitu pasipo kufikiria, kwa sababu ndani yake moyo wake umevunjika. Moyo una majeraha, moyo una matatizo, moyo una shida. Napozungumza muda huu, Mungu akuhudumie moyo wako. Napozungumza muda huu, Mungu auponye moyo wako. Napozungumza muda huu, Mungu aufungue moyo wako. Mungu anahitaji ibada inayotoka ndani ya moyo. Ndio maana shetani amefanikiwa kuharibu mioyo ya watu wengi, ili Mungu asipate ibada itakayokuwa fresh kutoka ndani ya mioyo ya watu. Watu leo wanalia, wana majeraha kwenye mioyo yao, wana majeraha kwenye mahusiano, wana majeraha kwenye kazi, wana majeraha. Yaani shetani amewaingizia watu vitu ambavyo vitawafanya mioyo yao iwe na pressure, mioyo yao iwe na shida. Unatoka huku umekopa huku kopo, wanasema kausha damu. Yaani umeambiwa kabisa mkopo unaitwa kausha damu. Umeenda kukopa kausha damu huku na huku, umekopa mingine, moyo wako hautulii. Damu inaanza kukauka. Moyo hauwezi moyo ukatulia. Na shetani, huwezi kuhudhuria ibada vizuri, huwezi kwenda kwenye ibada wakati kausha damu inakudai. Ni shetani ameshakushikilia hapo. Unasema leo niko nahangaikia kwa sababu leo niko kwenye marejesho, leo ni Jumapili, lakini ngoja nipambane niende kwenye marejesho. Tayari shetani ameshika moyo. Moyo umehama huko kwenye kausha damu. Kwa watu wameumizwa kwenye mambo mengi, ambapo mioyo yao ina michirizi, mioyo yao ina majeraha. Kwa hiyo kumpa Mungu ibada ya kweli ni kazi sana. Yaani kumpatia Mungu ibada ile ibada ya kweli ni kazi sana. Watu wengi wana majeraha, hata wanaokwenda makanisani wana majeraha, hawampi Mungu ibada kwa sababu mioyo yao wameingiza mambo mengi mule, na sio wao, anakuwa ni shetani amedumbukiza vitu mule ndani. Wewe uwaze, mtu ameanza mahusiano na mtu, si ndio? Mahusiano nakwenda, mwaka wa kwanza tutaoana, mwaka wa pili tutaoana, mwaka wa tatu, mwaka wa nne inakuja message, mimi na wewe bwana tuishie hapo. Huyu moyo huyu mtu tutakuwa salama kweli? Hiyo ni jeraha kubwa. Kwa akitoka hapo anasema, yaani mimi wanaume sio watu, wanaume ni matatizo, wanaume sio watu. Lakini hayo ni majeraha. Wanaume ambao ni watu wapo, lakini yeye amepata jeraha kupitia jambo hilo. Sasa aliwekeza moyo wake kwa huyo mtu kwa muda mrefu. Na kweli wanawake wana tabia ya kuweka wanaume kwenye mioyo, mpaka unashangaa wakati mwingine mwanamke anaenda kujinyonga kwa sababu ameachwa. Akuweka Mungu kwenye moyo, aliweka mwanaume kwenye moyo. Akuambatanisha Mungu kwanza ili amchanganye na huyo mwanaume.
Kama Mungu alikuwepo ukamweka moyoni, ndio ukachukua mwanaume ukaweka moyoni, maana yake bado Mungu anakuwepo kukuganga. Hata huyu mtu anapoondoka anasema nimbaki na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wana majeraha, watu mioyo yao imevunjika kwenye mambo mengi. Yaani watu wanapitia mambo mengi. Kuna watu ambao nyumba zao zimeuzwa hakutegemea kwa sababu ya mikopo. Wana majeraha, anashindwa kuendelea, anashindwa kuanza upya tena. Niko hapa na kutangazia namna yoyote ambayo ulishuka chini ukakwama kwenye maisha yako, ukaona uwezi tena kuanza upya. Neema ya Mungu, popote unaponisikiliza, Mungu yupo ili akugange moyo, na niko kuambia inawezekana kwenye maisha yako kunyanyuka tena. Inawezekana kusimama na kuendelea upya tena. Inawezekana kushinda kwenye maisha yako na kuendelea upya tena. Usivunjike moyo. Inuka tena, anza tena na Mungu. Beba Mungu kwenye moyo wako. Weka Mungu kwenye moyo wako, ataanza kukuganga. Ataanza kuutengeneza moyo wako. Ataanza kuurudisha moyo wako. Ataanza kuujenga upya moyo wako, na utasimama tena, na utainuka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Punguza mzigo. Punguza watu kwenye moyo wako uliowashikilia. Punguza watu ambao unadai kwamba wameniumiza, siwezi kuwaachilia. Biblia inasema achilieni nanyi mtaachiliwa. Punguza watu ili uweze kufanikiwa. Toa watu kwenye moyo wako, waondoe, waachilie. Na kuachilia maana yake ukikutana nao utasalimiana nao. Kuachilia maana yake ukikutana nao utaongea nao. Kuachilia maana yake wakipata shida utawasaidia. Ondoa majeraha ndani ya moyo. Unahitaji Mungu afanye kazi pamoja na wewe. Unahitaji Mungu atembee na wewe. Ondoa majeraha ndani ya moyo. Ondoa watu waliokujeruhi. Ondoa vitu ambavyo vilikujeruhi. Unajua kuna watu wanashindwa kuendelea kwa sababu waliwahi kuwa juu wakashukwa chini. Wanashindwa kuanza namba moja kwa sababu ya yale mafanikio ambayo walikuwa nayo zamani, wakashuka chini. Kwa wamebaki na majeraha. Muda wote unasikia mimi nilikuwa tajiri. Ulikuwa tajiri sawa. Sasa sio tajiri tena. Kubali kuanza namba moja ili Mungu akunyanyue kutokea chini kukurudisha juu. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Anaweza kukupatia nafasi nyingine. Usibaki hapo chini. Wanaogopa watu kuanza kwa sababu alikuwa yuko juu, ameshuka chini, anaogopa kuanza chini, watu watamuoneje? Achana watu. Mpokee Mungu moyoni mwako. Mpe Mungu maisha kwenye moyo wako. Anaweza kuanza na wewe namba moja na ukaenda juu tena. Niko hapa kukutia moyo upya, na niko hapa kukuganga moyo wako uliojeruhiwa kuhusiana na biashara, uliojeruhiwa kuhusiana na ndoa, uliojeruhiwa kuhusiana na mahusiano, uliojeruhiwa kuhusiana na biashara au na kazi uliokuwa unafanya. Pengine uko hapa ulifukuzwa kazi, moyo wako na majeraha, huna chochote cha kufanya tena. Mimi niko kuambia unaweza kuanza upya ukafanikiwa tena katika jina la Yesu. Wacha niombe na wewe. Siacha kutufuatilia kwenye hivi vipindi majira yote na wakati wote. Unaweza kuweka sadaka yako kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Weka sadaka yako ili kazi hii iendelee. Wacha niombe pamoja na wewe sasa, ambaye unanifuatilia kupitia simu yako, kupitia mitandao ya kijamii yote. Nataka kuomba na wewe sasa. Mungu akugange huo moyo wako. Mungu akuinue upya. Wewe uliyevunjika moyo, Mungu akupe nafasi nyingine tena. Akupe nafasi ya mara ya pili katika jina la Yesu Kristo. Ninawatamkia watu na kuwatabiria watu wanaonifuatilia muda huu, popote walipo, unaweza kunyanyuka tena. Unaweza kusimama tena kwa neema ya Mungu tunayemtumikia. Wewe ambao umeanza kunifuatilia mwanzo mwisho, neema ya Mungu ikunyanyua upya. Haijalishi uliumizwa namna gani. Biblia inasema yako matumaini katika mti uliokatwa. Wewe unaweza kuchipua tena. Unaweza kusimama tena. Ulikutana na watu wabaya, Mungu anaweza kuletea watu wema. Mungu anaweza kuletea watu wazuri. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yoyote ambaye mnifuatilia kupitia skrini hiyo, pokea neema ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu kutokea kwenye madhabahu hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.